Bana leo ndo siku ambayo watu walikuwa wanaisubiria kwa hamu kubwa sana. Siku ambayo Simba na Yanga wanaenda kukutana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 1:15 usiku. Lakini kwa taarifa ambazo nimezipata muda huu ni kwamba Simba inaonekana haitashiriki huo mchezo. Hii ni kutokana na tafrani iliyotokea jana jioni walipokuwa wanajiandaa kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ilivyo kawaida kwamba timu ambayo itakuwa mgeni wa uwanja huo ni lazima ifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. So Simba jana kupitia hiyo kanuni walienda usiku kwenda kufanya mazoezi, lakini walizuiliwa kuingia uwanjani kwamba uwanja umeshakamilisha taratibu zote kwa ajili ya mchezo wa kesho. So hamna timu ambayo itaruhusiwa kuingia uwanjani. Na Simba kuthibitisha hili wamechapisha taarifa kwa umma ambayo siku huo wameiposti kwenye official account page yao ya Instagram, ambapo inasema kwamba Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa ni timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika. Elewa hapa, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba. Sasa hiyo ndo taarifa ambayo ni rasmi imetoka kwenye klabu ya Simba na kuja kwa umma kwamba Simba wao wameamua kususa mechi hii kutokana na kuzuiliwa kuingia kufanya mazoezi yao ya mwisho ambao walitakiwa wayafanye jana usiku kuelekea mchezo huu. Lakini watu wanahoji, mbona mechi ya kwanza ambapo Simba yeye alikuwa mwenyeji wa uwanja huo na Yanga alikuwa ni mgeni wa uwanja huo, Yanga hawakufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa? Walizuiliwa, walikataliwa na mazoezi yao walifanyia Avic Town. Mazoezi yao ya mwisho waliyafanyia Avic Town na mpaka mechi naenda kuchezwa Yanga hawakufanyia mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Iweje wao leo hii wasuse huku ikiwa watani wao na wenyewe kipindi ambacho wao ni wenyeji hawakufanyia mazoezi pale? Hawaoni kama wao wanaleta vipengele ambavyo tumeambiwa hii dabi haina kipengele chochote? Unaona kwamba hapa wao wenyewe wanaleta kipengele ambacho hakipo kabisa, na ni njia moja wapo ya kama kuleta
mtafaruku tu kwenye mechi ambayo maandalizi yote yameshakamilika na watu wamenunua tiketi, watu wa kusafiri kutoka mikoa mbalimbali wameshafika Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia dabi ya siku ya leo, lakini wao wanaleta visingizio. Sasa kinachosubiriwa hapa ni mamlaka ambayo yenyewe ndio ina uwanja mpana au ina uwezo wa kutoa sheria juu ya hiki ambacho kinaendelea muda huu. Lakini watu wanajaribu kujiuliza kwa kile ambacho kimetokea, sidhani kama Simba wanaweza wakazuia, japo TFF na wenyewe wanakuwa na vitu vingi, lakini kiuhalisia ni kwamba hili linatakiwa lichukuliwe kwa haki zote, waangalie pande zote mbili. Lakini ukiangalia hapa pia kuna kanuni ambazo zinadai kama ikitokea ni kweli TFF wakapitia wakaona Yanga amepatikana na kosa, au ni kweli vitendo vilivyofanywa jana ni vitendo ambavyo vinaifunga Yanga moja kwa moja, basi ni adhabu gani ambayo anaweza akakutana nayo mara baada ya TFF kukaa na kuchukua hatua. Sasa kanuni hapa inasema TFF au TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama vilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kupoteza faini kuanzia au kupitisha faini kuanzia shilingi 500,000 mpaka shilingi milioni 1 na au kufungiwa michezo isiyozidi 3 au kipindi kisichozidi miezi 3. Faini kwa makosa yaliyojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 1 na shilingi milioni 5 kwa wachezaji, viongozi au kiongozi au timu nzima. Lakini pia huku kuna kanuni inaendelea kwamba TFF au TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali vile au karipio au kutozwa faini kuanzia shilingi milioni 1 mpaka shilingi milioni 2 na au kufungiwa michezo isiyozidi 3 vile vile au kipindi kisichozidi miezi 3. Lakini pia faini kwa makosa yaliyojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 5 na shilingi milioni 10 kwa mchezaji, kiongozi au timu. Sasa hizo ndo faini ambazo zinaweza zikatokea au zikampata Yanga pale ambapo atakuja kupatikana anakosa. Lakini kwa hiki kilichotokea, mimi sioni haja ya Simba kwanza kuleta purugushani kuelekea kwenye mechi hii. Haina haja ya kusuka, wao wasubiri kutoka TFF, ripoti kutoka TFF, lakini mchezo uchezwe. Sasa hapa itakuwa ni kama kweli wanataka kukimbia mchezo. Kwa sababu maneno yalikuwa yanazungumzwa kwamba Simba ni kama hawajajiandaa vizuri na huu mchezo, wanaona mvua ya magoli itaenda kuwanyeshea, na ndio maana leo kimetokea hiki kipengele na wao wakaamua kushikilia hapo kwamba hawawezi kushiriki mchezo huu. Lakini ni mchezo ambao TFF umeshapitishwa, TPLB wameshaupitisha. So kitakachofanyika ni Dar es Salaam Young Africans na safu nzima ambayo imepangwa ya waamuzi, lakini pia makamishna wote ambao wanahusika na mchezo kufika uwanjani, na muda wa mechi ukifika wachezaji wa timu nyingine hawajafika, kinachofuata hapo ni kanuni kwamba mchezo ulikuwa unatakiwa uchezwe muda huu na timu pinzani haijafika. Inasubiriwa dakika 15 ambapo referee anaruhusiwa kuipa timu ambayo ilikuwa ni timu B, yani kutoka timu A timu B. Kama timu B haijafika, basi timu A itapewa pointi 3 na magoli 3. Sasa ndo baadaye watarudi mezani kwanza kuangalia hiyo kanuni ya hicho kitu ambacho Simba wana complain. So ngoja tusubiri tuone ni kipi ambacho kitatokea kwenye sakata hili ambalo TFF
hawajasema chochote. Yamebaki kuwa ni malalamiko ambayo Simba wamelalamika, lakini hakuna chochote ambacho TFF wamekizungumza, wala watu ambao wanahusika na huu mchezo wamezungumza. Itabaki tu kwa hivyo hivyo ambavyo imezungumzwa na klabu ya Simba au imelalamikiwa na klabu ya Simba, lakini sisi tunasubiri official letter au official statement kutoka TFF.